kufuatia tukio la mwanaume anayefahamika kwa jina la Robert Chua, mkazi wa kata ya Uru Kaskazini, wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro, kutuhumiwa kumuua fundi wake wa ujenzi baada ya fundi huyo kumdai shilingi 200,000. Wananchi wenye hasira kali wamevamia nyumba yake na kuiharibu kwa madai ya kuwa mtuhumiwa wa mauaji hayo ameonekana mtaani licha ya kuwepo kwa taarifa kuwa ameshikiliwa na jeshi la polisi. Mke wa mtuhumiwa huyo ameieleza Gadi TV ya kuwa nyumba yake imeharibiwa na kujaribiwa kuchomwa moto na wananchi wenye hasira kali waliokuwa wakimtafuta mume wake ambaye ni mtuhumiwa wa mauaji, ikidhaniwa kuwa amejificha ndani ya nyumba hiyo. Aidha, mwanamke huyo ameomba msaada wa haraka kwa serikali kwa madai ya kuwa kwa sasa anapokea vitisho vikali vinavyoweza kuhatarisha maisha yake pamoja na familia yake kwa ujumla. Kadhalika, kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro, Simon Maigwa, akizungumza na Gadi TV kwa njia ya simu, amesema watuhumiwa wawili wa mauaji hayo wamekamatwa na madai ya wananchi hao kuwa mmoja ameachiwa ni ya uongo na wanapaswa kuacha sheria ifuate mkondo wake. Hii ni Gadi TV. Jina langu ni Aisa Msuya. Natamani msaada wa haraka kwa sababu matisho nimenaogopa, hata natamani hata niondoke hapa nyumbani tu. Kwa sababu vioo vyote wamevunja, na lala baridi na nipiga. Sina hata natoka hata barabarani, naogopa hata kutoka barabarani. Msaada wangu mimi nitaishi hapa. Pole sana. Tena wanaambia wananchi wasiende kule wala jirani yote asije hapa. Matishio. Ilikuwa majira ya saa 4 usiku. Tulikuwa ndani, mimi nilikuwa na mama. Tulivyokuwa na mama tukasikia watu wamekuja. Wanamwambia mama afungue mlango. Mama akawaambia, nyinyi ni wakina nani? Wakasema tunataka ufungue mlango. Mama akasema nitafungua mlango, siwezi kufungua mlango mpaka muite mje na mwenyekiti au balozi ndo nitafungua mlango. Baada hapo wakusikiliza, wakaanza vurugu kupasua taa ili tusiwaone. Walivyopasua taa wakaanza kuvunja madirisha, milango kama mnavyoona, huko juu ya bati mnavyoona, wakataka kuchoma na nyumba, walikuwa shawasha mapazia yote. Tukafanya jitihada ya kufanyaje kuzima. Tukatafuta msaada, hatukupata kwa haraka. Mwenyekiti alipigiwa simu, hatukuona msaada wake. Baada ya kuvunja kila kitu, ndo tukaona mwenyekiti na balozi wakija. Baada watu wameshatawanika kila kitu. Wakaja wakacheki, wakaangalia, walivyoangalia wakawa wanaondoka. Mimi niliwaita nikamwambia, mnyi mmeona kama ni viongozi, mmeona kitu kama hichi kimefanyika, mnatuachaje katika usalama wetu? Umeona? Wakasema hawatarudi tena. Nyie kaeni tu, hawatarudi. Tukashindwa kuelewa. Wakaondoka. Mimi kwa kweli kwa ile hali hamna chochote. Hamna. Baada ya hapo hawakutuambia chochote. Walituacha. Mimi kwa kuona ile hali sikuweza kufanyaje, akati nikawasiliana na mapolisi. Kuwasiliana na mapolisi nikawasiliana nao ndo wakaja. Umeelewa? Walivyokuja wakakagua wenyewe, wakaangalia na picha wakachukua. Walivyomaliza hapo wakatuambia tufanyaje? Tukajistiri kwa jirani kwanza. Na wao kwa nini wamekuja kufanya uhalifu nyumbani kwenu? Baba yangu mzazi walishutumiwa kwamba amempiga mtu. Baada ya kumpiga mtu walimkuta mtu, yani hata sikuelewa kwa sababu sikuwepo. Unachotamani ni nini kama? Nilichotamani na shauri ni kwamba hivi, mtu kama wamemshutumu kwamba yule mtu kafanya kitendo kile, ni kwa nini mtu ameshachukuliwa, ameshashikiliwa kwenye vyombo vya usalama na sheria, kwa nini waje wafanye uhalifu kama huu na kati mtu kashashikiliwa? Ndio hicho nilikuwa naomba. Kwa nini waje waharibu nyumba? Naona baadhi ya wananchi kwa kuwa wanajua mtu yule amefanya makosa, wakaenda kwenye nyumba hiyo na kufanya madhara. Niwaombe sana ndugu zangu jeshi la polisi, kazi mnafanya kazi nzuri, tuendelee kufanya kazi kwa weledi, uchapa kazi kama ambavyo tunajua jeshi la polisi la weledi katika kuchambua mambo, kuyajadili,
kufanya investigation na kuandaa mashtaka kuyapeleka mahakamani pale ambapo wanaona kuna kesi ya kujibu kwa mtuhumiwa. Tunawashikilia watu wawili ambao tunaendelea kuchunguza walihusika au hawajahusika. Tunachofuatilia, je, leteni basi ushahidi uhusika wao. Mtu anaamka anataka wakaenda kule kwa kujaribu kuharibu nyumba. Mtu anatoka from nowhere analianzisha bila kujiridhisha. Kwa sababu mimi nilipigia usiku na mwananchi mmoja, akamwambia hawa watu mbona wako ndani? Lakini sasa kwa sababu ya sijui kuna nini ndani yake, mtu anaamua. Na sisi sheria hakuna aliye juu ya sheria. Ukifanya kosa juu ya kosa, tashughulikia kulingana na nature ya kosa lilivyo.